what is happening in Kenya today, yale yote ambayo Rigiji ametuambia, ambayo Bwana Ruto na wenzake wameibia wa Kenya, kupora mali ya Kenya, kunyakua mashamba ya wa Kenya na mali hata ya marafiki ambao tunajua kama Raphael Tuju ambaye alikuwa waziri na mimi na Bwana Ruto tukiwa kwa cabinet ya Uhuru Kenyatta. Nimemuona akilia machozi kama mtoto. Nimemuona daktari ambaye wengi mnamjua, over 83-year-old professional, Obwaka, is one of the most respected practitioners of medicine in the Republic of Kenya. Chris Bichage, yeye alikuwa one of those waliopigania haki, the second liberation. Walikuwa na kina Raila Odinga, walikuwa na kina Rubia na Matiba kutoka hapa. Chris Bichage was one of those ambao walikuwa mstari wa mbele kupigania ukombozi wa pili. Wameshikwa, wamewekwa ndani kwa sababu kuna mtu anataka hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Na sio tu yale Rigiji amesema, kuna ports zetu, airport ya Jomo Kenyatta. Huyu jamaa tayari alikuwa ameleta Muhindi anaitwa Adani, na alikuwa amenyakua hiyo airport yetu. Tukaenda kule kotini na Bwana Kalonzo, tukawa na ndugu yetu Ndegwa Njiru na timu kubwa, tukasimamisha mambo ya Adani kunyakua JKIA. Over 200 billion deal walikuwa washamaliza, wamechukua pesa ya huyo Muhindi. Ketraco stima ya Kenya tayari walikuwa wamefanya deal 95 billion. Mambo ya SHA 104 billion. Haya yote ni mambo yametendeka kwa haraka sana. Within 3 years, yale yote umesikia hapa, Bwana Ruto has emerged kuvunja rekodi dunia nzima. Alikuwa listed ya kwamba yeye ndio kati ya marais wafisadi zaidi, sio Afrika, ni dunia nzima. It therefore follows, as night follows day, that if you are the most corrupt president, sababu yule alimshinda tu ni Assad wa Syria, na huyo ametolewa sasa sio rais tena, it means Ruto ni nambari. So it follows, if you are the most corrupt president, then you will definitely be the richest president sooner or later. Mwaka huu kianza, wametoa orodha ingine ya marais matajiri zaidi dunia nzima. Guess what? Amongst the top 11, Ruto amekuwa rais miaka 3. Kuna marais wamekuwa marais over 30 years. Kina Putin wa Russia, kina Kagame huyu wa Rwanda na kwingine. Can you imagine Ruto amepita hawa wote, ameingia in the first 11? Yeah, the richest presidents of the in the world. Oligarchs wa Russia. Kama miaka 3 anaweza nyakua hii vitu yote Rigiji ametuambia, anaweza kuwa tajiri kuliko marais hata wamekuwa huko zaidi ya miaka 20. Je, akipewa miaka 10, will there be a country left?